Bana, Young Africans ndo timu pekee ambayo iko na furaha kwenye ardhi ya Tanzania kutokana na matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata. Tuliweza kuona pia kwa namna ambavyo kwa siku ya jana walifanikiwa kuvuna alama tatu dhidi ya timu ile ya Singida Black Star. Wapo wengi ambao wamekuwa wakizungumza kwamba Singida Black Star pamoja na Young Africans ni jambo la kifamilia, lakini katika mchezo wa siku ya jana kulikuwa kuna ufamilia wote kutokana na namna ambavyo mechi ilikuwa ni ngumu sana. Kongole sana kwa Young Africans namna ambavyo wamefanikiwa kuweza kupata matokeo katika mchezo wa siku ya jana. Wakati unaendelea kuifuatilia Gift Online TV, wakati mimi Eric Kema naendelea kukusimulia hapa, ndugu yangu, mimi nikwambie kwamba pamoja na Young Africans kupata matokeo ambayo ni mazuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, wakiwa ni vinara wa ligi wakiwa na pointi 32, wakiwa wamekaa pale juu kileleni mawinguni, sehemu yenye baridi kabisa, bado wamekuwa wakilalamika kuhusiana na swala zima la ratiba baada ya dabi ya Kariakoo kumalizika kwa sare ya 0-0. Mjadala ulianza na yakaanza kuibuka pia maswali ya kuhusu ratiba za mechi za timu hizi mbili, hususani kwa upande wa Simba pamoja na Young Africans. Kumbuka hawa ndo masimu wakubwa, hawa ndo ambao wanatazamwa zaidi kuelekea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, pamoja pia na siku ya jana kuweza kupata matokeo na namna ambavyo hizi kauli za ratiba ilivyoanza kabla mchezo wa siku ya jana. Kwa upande wa mjumbe pia wa kamati ya utendaji ndani ya klabu ya Young Africans, namzungumzia Alexandra Ngai, yeye pia amehoji tofauti ya ratiba kati ya Simba pamoja na Young Africans kwa mechi pia za mwezi Machi, namna ambavyo ratiba hiyo imepangwa. Lakini kwa upande wa Ngai mwenyewe, yeye pia ameonyesha kushangazwa na Simba pia kupewa mapumziko marefu zaidi kabla ya mechi zao pia zinazofuata, wakati Young Africans imeendelea pia na ratiba ngumu ya safari na michezo pia mfululizo, kitu ambacho kwa upande wake yeye kimeweza kumshangaza zaidi. Na hii ni mara baada ya wao pia kupangiwa mechi na Singida Black Star, wakati Simba wakiwa wamerelax, ambapo siku ya tarehe 7 kesho ndipo ambapo wanakwenda kushuka dimbani, lakini si ligi kuu Tanzania bara, bali wanakwenda kucheza mchezo wa FA, mchezo wa FA na Big 19 ya Championship. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara mechi ya Simba mpaka siku ya tarehe 11 ambapo watakuwa kogenini wakikipiga na Azam FC. Sasa ndugu yangu, kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ngai yeye namna ambavyo ameweza kuandika, yeye aliandika kwamba tumemaliza dabi siku moja, sijui nini pia kipo hapa. Angalia ratiba ya hawa jamaa Simba na namna ambavyo mambo yanavyokwenda. Tuna safari ndefu sana. Yameandika tunamlea kwamba angalia ratiba ya hawa jamaa Simba na yetu, tuna safari ndefu sana. Ndivyo ambavyo ameandika namna hiyo. Kwa mujibu pia wa ratiba, Simba itaanza tena kucheza mechi 7 dhidi ya Big 19 kwenye kombe la shirikisho Tanzania, ama ukiita FA, ukiita kombe la CRDB, yote kote ni sawa tu. Kisha watafuatia kukipiga kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara na Singida Black Star. Wakitoka hapo wataenda kukipiga na TRA United, mechi ya ugenini hiyo. Wakitoka hapo pia wataenda kukipiga na Pamba Jiji, mechi ya ugenini pia hiyo. Wakitoka hapo watakuja kupiga nyumbani mechi na TRA United tena, ambapo hapo itakuwa ni mzunguko wa pili kwa upande wa mechi ya TRA United, ambapo Simba wao watakuwa wako nyumbani. Lakini kwa upande wa Young Africans tayari imecheza mechi na Singida Black Star hapo jana. Kisha pia itacheza na Polisi Tanzania kombe la shirikisho, kabla pia ya kukutana na Tanzania Prison wanajelagwa. Hii ni mechi ambayo kwa upande wa Young Africans wao watakuwa wako genini, then watakuja kukipiga na timu ya Azam FC. Lakini baada hapo pia watakipiga na TRA United. Zote hizi zitakuwa ni ugenini. Akizungumza zaidi Ngai, yeye amesema kwamba anashangaa kwa nini Simba pia haikupangiwa mechi mapema baada ya dabi, licha ya timu zote
kurejea pia siku moja kutokea kule Zanzibari, na wote walikuwa wanacheza mechi ya ligi kuu Tanzania bara ambao walikutana na mechi ilimalizika kwa sare ya 0-0. Tulicheza wote Zanzibari machi moja, tukarudi pia siku moja, lakini sisi pia tumeenda Singida kucheza wakati wao wanasubiri hadi Machi 7 mechi ya FA. Hapo ndipo pia ninaposhangaa, anasema hivyo Ngai. Mjadala huu pia umezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hususani kwenye swala zima la mpangilio wa ratiba. Ni miongoni pia mwa kitu ambacho kimeshika pia kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, hususani pia kwa mashabiki wa soka la Tanzania. Bwana, ukishaona namna hii kwamba tayari unaona ladha ya namna ushindani pale juu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, namna ambavyo ulivyo, kila mmoja anakuwa anahisi kwamba kuna mmoja anapendelewa. Hili sio jambo la kushangaza na halijaanza leo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa namna moja ama nyingine anaweza akawa anazungumza point, lakini pia kuna namna pia ambayo unapaswa pia kujua, je, vipi kuhusiana na upande wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, namna ambavyo walikuwa wanaipanga hii ratiba. Je, walikuwa wanawaza nini, ama ni kitu gani ambacho kwa upande wao waliweza kukifikiri zaidi na kuona kwamba wakipanga hivi itakuwa na tija zaidi? Maana kwamba hizi zinazoendelea kubaki ni perception za watu. Kila mmoja anaweza kuzungumza lake, lakini je, wahusika wenyewe wenye dhamana ya ligi, wenye dhamana ya mashindano kwenye ardhi ya Tanzania, je, wao mpaka wakapanga hii ratiba, jambo gani ambalo kwa waliona kwamba wakipanga namna hii pia itakuwa ni sahihi, lakini pia kama wakipanga hivi itakuwa sio sahihi? Kwa hiyo yote kwa yote hizi zinaendelea kubaki kwa perception, lakini kikubwa tusubiri kuweza kuona mbungi ikipigwa, lakini tunasema kwamba kila mmoja atacheza tu. Hakuna ambaye atakayecheza mechi pungufu. Kwa hiyo lazima kila mmoja atacheza mechi zake ili bingwa aweze kupatikana. Bana, endelea kufuatilia Gift Online TV. Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA, ndo la kwangu jina. Bye bye.